Kwa tunaendelea na zoezi la kukusanya, kupitia na kusambaza kwa wadaiwa wote wa madai ya kodi ya pango la ardhi ambao wamelipikiza madeni. Kwa hiyo tunazunguka maeneo mengi. Kazi hii inafanywa na watu wote, management ya mkoa. Tunazunguka kwa halmashauri zote 8 kwa kuwataka na kuwakumbusha wananchi muda wa kulipa kodi ya pango la ardhi umekwisha, na sasa tunaingia kwenye hatua ya kuchukua maamuzi ya kushtaki wasiolipa baraza la ardhi au mahakamani kwenda kwenye hatua za unyang'anyaji au kufuta umiliki kabisa wa maeneo haya. Ninaomba kuelekeza kwa wataalamu wenzetu wote, waratibu wa wilaya ambao wapo huko, zoezi linaendelea, sio kuwa ndo tumeanza, kwa maana wahakikishe kwa wadaiwa sugu wa kodi ya pango la ardhi, taasisi binafsi, makampuni, mashirika ya umma, wote kwa pamoja na wamiliki wa viwanja, mashamba kwa pamoja wanawajibika kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa fungu namba 35 sheria ya ardhi sura namba 113 rejeo la mwaka 2023. Wao wafuate, wasisite, wapewe bili zao za madai kama sisi tunavyoendelea na zoezi hili hapa manispaa ya Tabora, kuhakikisha kwamba muda wa siku 14 bili hizo zikishaisha wafunguliwe mashtaka. Na hii itaenda sambamba na wale ambao hawajaendeleza viwanja vyao, kwa sababu wako wengine hawalipi kodi na hata viwanja hawaendelezi. Nao pia watapewa bili zao na viwanja hivyo vitafutwa umiliki wao kwa kosa hilo la kutolipa kodi ya pango la ardhi. Ni chini ya asilimia 50 unaweza kusema hawajalipa kodi ya ardhi halfway. Kwa hiyo na nusu nzima kabisa viwanja 47 hawajalipa kodi ya nini? Kodi ya ardhi. Ndio maana tumeamka kutoka maofisini kuja kutembea zaidi na kutoa elimu na kuhamasisha watu kulipa kodi ya ardhi. Kwa hiyo nakimbizana na hizo wadaiwa sugu wote, tunawapelekea ilani za madai. Lakini pia na ambao wanadaiwa mwaka mmoja amejisahau, labda kuna wengine ni walipaji wazuri wanadaiwa mwaka mmoja tu, tunawapelekea zile assessment, zile bills, kumkumbushia kwamba lipa. Kwa hiyo ni wasi wananchi wa Tabora, manispaa Tabora na Tabora nzima kwa ujumla, tuzingatie vipengele ambavyo viko kwenye hati miliki ambavyo vinataka kila mmiliki wa ardhi alipe kodi ya ardhi kwa wakati. Kwa majina anaitwa Morris Michael Mihayo. Kuna umuhimu kwa mtu yote ambaye anamiliki ardhi hasa mkoa wa Tabora, ana umuhimu wa kulipa kodi kwa maendeleo ya nchi. Kupitia hizo kodi wananchi wajue kwamba ndizo ambazo zinakwenda kutengeneza barabara, napeleka maji, madawa, kujenga mashule na zahanati na vinginevyo ambavyo serikali inawajibika kutengeneza kwa wananchi hasa kijijini. Mimi naitwa Kevin Kayaga, ni mwananchi na mkazi wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo nami kama mmoja wa wananchi na kama mmoja wa watu wanaomiliki ardhi au majengo pia hapa mkoani Tabora, nimepata elimu na kuhamasika sasa kwamba ninapaswa kulipia hiyo kodi ya ardhi kwa maendeleo ya taifa letu. Ni rai yangu pia kwa wananchi wote na wakazi wote wa mkoa wa Tabora, tuendelee kulipa kodi kwa sababu hiyo ndio namna bora na njema ambayo tunachangia maendeleo yetu sisi wenyewe.